faragha ya mazungumzo ya mimi na viongozi wa grassroots. Jiji la Nairobi ni muhimu sana katika siasa ya Kenya, katika uchumi wa Kenya, na kama Nairobi haijapangika vizuri, Kenya hawezi kaa vizuri. Na kwa hivyo ilikuwa ni maana sana nisikize viongozi wa Nairobi, na tumekuwa na mazungumzo, na kuna yale mambo ambayo tumekubaliana tutaendelea kuzungumza vile tutapanga mambo yetu katika jiji la Nairobi. Ya kwanza, nataka kwa niaba ya chama chetu cha DCP na kwa niaba yangu mimi mwenyewe kuomba msamaha kwa watu ya Nairobi na watu ya Kenya. Mimi nimelaumiwa sana ya kwamba ndio nilisukuma watu wachague Kasongo, ametuhangaisha, na mimi nimeomba msamaha kwa watu ya Kenya. Pia nimelaumiwa sana ya kwamba ndio nilishawishi watu ya Nairobi wamchague Sakaja ambaye amehangaisha watu ya Nairobi. Nairobi ni wizi tupu inaendelea, hakuna kazi inaendelea. Pia nataka niombe msamaha kwa watu ya Nairobi kwa ile kazi nilifanya hapo kuuliza watu ya Nairobi wamchague huyu kijana ambaye amepotea. Lakini juu ya hayo, baada ya kuomba msamaha, nimeuliza watu ya Kenya na watu ya Nairobi wanipatie nafasi pia nichangie kikao kikubwa, kiasi kikubwa kurekebisha yale makosa ambayo tulifanya. Na ndio mimi nimeongoza kampeni ya kumuondoa William Ruto kwa ofisi. Pia nitafanya kazi mingi sana Nairobi tukiwa na nyinyi kumuondoa huyu Sakaja kama governor wa Nairobi, aende nyumbani, waende pamoja na William Ruto. Tunataka huyu William Ruto akienda nyumbani, aende nyumbani na watu yake. Tumesema tunataka kuua nyoka pamoja na mayai, kwa sababu hatutaki tupate shida. Watu ya Nairobi wamehangaika, tunapoongea watu ya Gikomba wako nje, mali yao imechomwa, mali yao imeharibiwa, na wanahangaishwa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Kwa sababu watu pale Kamukunji wanaunga mimi mkono, wanaunga Kalonzo mkono, ndio wanahangaishwa kwa mambo ya kisiasa. Na haya ni mambo ambaye lazima ikome katika jiji la Nairobi. Mnajua nilifukuzwa pale kwa Senate ya kwamba nilikataa watu ya Marigiti wafukuzwe. Nilikataa watu wabomolewe kwa mto ya Nairobi. Mimi nilichukua huyu msimamo and have no regret. Given another opportunity, I'll still take the same stand ya kwamba ni makosa kuharibia watu maisha yao na biashara zao. Ni makosa kubomoa manyumba ya watu ya Nairobi ambaye hawana makao. Na mimi ningetaka nihakikishie watu ya Nairobi ya kwamba mwaka ujao tunaunda serikali. Hii maneno ya kuvuja manyumba ya watu na kuwafukuza bila kupangia wataenda wapi ni mambo ambayo itafika mwisho. Na kwa hivyo mimi pia niseme niko na habari ya kwamba William Ruto na mtoto yake ameingilia biashara ya matatu. Na tunapoongea William Ruto ameshikana na NTSA na polisi, wameanza kuchukua zile stages ya Nairobi, na huyu mtoto ya Ruto ameanza kutake control of the matatu industry in Nairobi. Niko na habari ya kwamba William Ruto ameapa ya kwamba akipata nafasi ya rudi tena kama rais wa Jamhuri ya Kenya, atapiga marufuku biashara yote ya matatu. Hao watu ya matatu wote warudi reserve, na kijana yake na yeye wachukue nafasi ya biashara ya matatu katika Nairobi na katika kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. Na that is the reason why watu ya matatu wote, wenye matatu, madriver na tout na conductors na wale Kamagera na kila mtu, lazima tusaidiane pamoja kuhakikisha William Ruto amekuwa one term. Kwa sababu akirudi, kwa bahati mbaya arudi kama ameanza tayari kuhangaisha biashara ya matatu wakati anatafuta kura. Ile swali tunajiuliza, akipata nafasi ya rudi na hataki kura, atatufanyia nini? Hiyo ndio swali iko kwa Wakenya. Kwa hivyo nataka niambie wenye matatu wote waingie kwa one term movement, kwa sababu hii biashara yao imemulikwa na William Ruto na watoto wake. They want to take over the matatu industry, na wameanza tayari. If in the unfortunate and unlikely event William Ruto came back as president, when he needs no votes, for sure him and his children will take over the matatu industry, and all those people in that industry will be left without a means
to a living and income. Mimi nilisema na ninataka kurudia. William Ruto ameteka nyara NTSA. Iko kampuni wametengeneza hapo inaitwa Pesa Print. Ni yeye na watoto wake na mashemeji wake. Na hii maneno ya inspection of private vehicles ni njia ya kuiba pesa ya wenye magari. Nilisema wiki iliyopita ya kwamba hatuwezi kubali magari ya watu iende in inspection in the country. Ningetaka kutangazia wenye magari wote across the country wasikubali to take their private vehicles for inspection, because ni njia ya kuhangaisha hawa. Tayari wamelipa pesa mingi sana to buy the vehicles, iko taxation. A lot of money they are spending taxation on spares. They are very bad roads. They are also paying tax on petroleum products. They cannot pay another tax. We cannot accept. Na shida ya kwamba hii taxi haiendi kwa serikali, ni William Ruto mwenyewe anataka kuchukua. Kwa hivyo tunataka kuambia wenye magari katika Jamhuri ya Kenya wasikubali kupeleka magari inspection, na wasikuwe na wasiwasi. William Ruto akijaribu kulazimisha magari yende inspection, mimi Rigiji nitaagiza magari yote itoke kwa barabara wiki moja, tusimamishe Kenya na tusimamishe uchumi wa Kenya. Na vile nilifanya wiki iliyopita, nikaambia Wakenya wasiende kazi, wakae nyumbani, Kenya ikasimama. Nitarudia the same thing, na tutaondoa magari yote kwa barabara for 1 week and bring the country to a standstill. Na hii ndio lugha William Ruto anaelewa. Sisi tumeondoka kwa ile maneno ya maandamano ya kwenda ati kupigana na askari. Tumerefuka. The way to deal with William Ruto is economic shutdown of the country in a peaceful manner and bring the country to a standstill. Number 2, kuna mambo ya speed guns imewekwa katika kila barabara with instant fines. Wale wamelipa hiyo pesa haijaenda kwa NTSA, imeenda kwa Jerono ambaye ni relative ya William Ruto. Kwa hivyo hii maneno ya speed fines ni pesa William Ruto anatafuta na relatives yake. Itakuwaje pesa inatakiwa iende kwa account ya NTSA imeenda kwa Jerono? How? This man has captured the NTSA. He did a tender for 42 billion ambayo inaenda kwake na familia yake. Kwa hivyo tunaambia wale watapigwa speed fine wasilipe kwa NTSA, tupewe account ya NTSA ambaye haipitii kwa e-Citizen, ambaye watu watalipa kwa NTSA, hiyo pesa iende kwa serikali. Hatuwezi lipa pesa kwa William Ruto na familia yake. Mimi nikiona vile hii Kenya naendelea, kwa sababu hatuwezi pambana na huyu William Ruto kwa barabara, ataua watoto wetu, ataharibu biashara zetu. The way to deal with this man now is to do what he is doing to Kenyans. Ameumiza wa Kenya kiuchumi. Amechukua biashara zote za Kenya. He is in banking, ako kwa insurance, ako kwa hospitality, anauza chuma, anauza tiles, anauza simiti, anauza macadamia, anauza avocado, matatu wameingilia, anauza mayai, anauza kuku. The man has driven all business people out of business. He has used his office as president to take over all the businesses in Kenya. So I'm in the process of compiling all the businesses he has acquired and he is running. In a few weeks, I'll be announcing all these businesses and factories and ask the people of Kenya to boycott all products and services that are being offered by companies
owned by William Ruto and his proxies. Tutamuhangaisha kiuchumi. And we'll ask all Kenyans who are unhappy with the way he's running the country, with the way he is stealing everything from the country, with the way he has driven all business people out of business. We'll also drive him out of business. I'll announce all those companies I am compiling. So far I have 17 companies. Na zingine zinaendelea kukuja. Nitasitangaza zote kwa Wakenya. Na tuuliza Wakenya to boycott products by those companies and services by those companies owned by William Ruto, his family and proxies. Nikimalizia niseme ya kwamba watu hapa wameniambia, wale wamekuja walikuwa kwa ODM, wamesema tusiwasahau. Mimi niliambia watu ya ODM William Ruto amepanga kumaliza ODM. Wakaona kama ni mchezo. ODM iliuziwa William Ruto na Junet Mohamed, Gladys Wanga na yule mzee anasema anataka power. Hiyo mzee hata akipewa power, what will he do with it? Si hata kutembea ni shida. Sasa nikamwambia watu ya ODM, Ruto ameliniambia mimi, ameleta Raila karibu ndio amalize ODM. Hataki chama kikubwa. He has reduced ODM kuwa chama kidogo ya Luo Nyanza. Na pia pale Luo Nyanza hakuna mtu wako nyuma ya William Ruto. Akifukuza Sifuna na Babu kwa ODM, ODM ile kidogo imebaki imekwisha. Na mimi naambia Sifuna, wewe unangoja nini? Hii jamaa amekuhangaisha, amekupangia. Why are you waiting? Si ukuje pahali wananchi wako. So mimi nataka niambie, from where I sit, ODM in Nairobi is finished. Hakuna kiti watapata hata moja. Kwa sababu hao wanafuata William Ruto na hana kura Nairobi. Zile kura William Ruto alikuwa nayo Nairobi, mimi ndio nilikuwa nimemkodisha. Si ndio? Silikuwa kukodisha. Akatupiga teke. Akatuonesha madharau, akatusaliti. Si tumeondokea yeye. William Ruto hana support Nairobi, hata jana analipa watu. Mikutano yake yote ni ya kulipa watu. Ilikuwa imejaa GSU na plainclothes police officers and goons. Nobody is interested kwenda mkutano ya William Ruto Nairobi. Anayozua the country. So ODM hakuna kiti watapata hata moja Nairobi. Tumejipanga vizuri. Na watu ya Nairobi msikuwe na wasiwasi. DCP itakuwa na candidate wa kiti cha gavana. And with our numbers, tukisaidiana with my colleagues in the United Alternative Government, DCP will win kiti ya gavana Nairobi. Na huyu Sakaja lazima aende nyumbani wakiwa na William Ruto. Katika viti 17 tutaweka candidates in every seat, and where we need to talk with our colleagues tukubaliane so that we win all the seats. Viti yote 17 iende kwa United Alternative Government. All the 85 seats of the county assembly zote tutachukua. Na zile DCP ina meza mate ni karibu 62. The ones we think DCP can comfortably take, tukisaidiana na wenzetu. So we must take control of Nairobi, working with the other colleagues in the United Alternative Government, ndio Nairobi yetu ikae sawa sawa. Kwa hivyo mimi naomba mutie bidii, muuze chama, tutakuwa na free and fair nomination, na kila mtu atapata nafasi. Finally, naona abductions zimerudi. William Ruto aliapa before the international community that abductions will not happen again, na aka apologize. So what is the need? Wewe unajifanya you are compensating victims of abduction and extrajudicial killing when the same abductions are going on. Hii maneno ya abductions tukiendelea uchaguzi tunaona imeendelea. We are calling upon the international community to put William Ruto on notice. He has become excessive on violation of human rights. Ile maneno tumeona vijana wametekwa nyara, wameteswa, walipatikana kwa gari ya polisi, wamepatikana wametupwa kwa mtaro. They have been tortured, and the last time they were seen they were in police hands.
So ile squad ya 101 police officers ilikuwa nafanya abductions and extrajudicial killings has been reactivated. Na pia mimi naambiwa hao watu wa kina Murkomen wanapanga kuleta fujo Olkalau. Na watu ya Olkalau wanangoja hawa. It will not happen. Hii maneno ya kutisha raia na kutisha wananchi lazima ifike mwisho. So we want to tell our people that abductions are back. They are abducting young Gen Zs who are in one-term movement. They are also abducting journalists. Na nimezungumza kwa press conference. We want to tell William Ruto that even if you abduct the people of Kenya, the Kenyan people, your fortunes cannot change. Mambo yako imeharibika irreversibly. Lazima uende nyumbani. And the sooner you accept that your time is up, the better for you. No amount of abductions and extrajudicial killing can bring back the favor you had with the people of Kenya. Wewe ulikuwa na favor kubwa sana kwa watu ya Kenya. Ukaharibu mwenyewe, ukageuka wa Kenya, ukapora mali yao, ukateka watoto nyara, ukaua watoto, ukalete mambo ya ufisadi, ukalete ukabila, ukavamia kila kitu, ukavuja manyumba ya watu Nairobi, ukachoma Gikomba, ukaangaisha kila mtu. Favor ya Mungu na ya wananchi wa Kenya ikakuondokea. Hata ukiteka watoto nyara, hata ukiwaumiza, hata ukiwaua, that favor cannot come back. Imefika ile inaitwa mene tekeli. Hapo ndio tumefika. But we must continue calling out William Ruto every day. Nimeona hii vijana wake ya kupiga kelele wakisema watu jaona Rigiji kwa streets akifanya maandamano, akikula tear gas. Mimi hiyo sio line yangu. Kila mtu wako line yake. Everybody ako na strength yake. The strength ya Rigiji sio kwenda kufanya maandamano. Strength ya Rigiji sio kupeleka Wakenya wauawe. Strength ya Rigiji sio kuharibu mali ya wananchi. Rigiji ni mtu ya amani. Rigiji ni mtu ya kutafuta mali, sio ya kuvunja mali. Rigiji ni mtu ya kujenga, sio ya kubomoa. Rigiji ni mtu ya amani, sio mtu ya fujo. Kwa hivyo nyinyi nasikia mnasema ati Rigiji hajafikisha kiwango ya Raila Odinga ya kufanya maandamano, mumepotea. Mimi siko kwa hiyo laini. Kwa sababu mimi sina haja nifanye maandamano watu uwawe niingie kwa serikali kwa nguvu. Mimi nataka kutafuta serikali kupitia debe kwa kura. I want to form government through the ballot. Na nyinyi mnasema ati mimi sijui maandamano. Ni kweli mimi sijui. Mimi msinipimie umaarufu kwa mambo ya maandamano. Mimi ni mtu ya kujenga manyumba, sio ya kubomoa. Mimi ni mfanyabiashara. Mimi kazi yangu ni kukuza biashara ambayo na kuharibu biashara. Mimi ni mtu ya kutafuta amani, hapana mtu ya kutafuta fujo. Kwa hivyo hiyo maneno mnanipimia ilikuwa ya Raila ya fujo na kuharibu mali na kufanya watu wauawe. Mimi siko hapo. Mimi I have my strength. Na William Ruto anajua my strength. Strength ya Rigathi Gachagua is political mobilization to make somebody to be elected the president of Kenya. That is my strength. Mimi nilimobilize watu 2007. Mwai Kibaki akachaguliwa tena kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nilimobilize wa Kenya 2013. Uhuru Kenyatta akakuwa president wa Kenya. Mimi nilimobilize wa Kenya 2017. Uhuru Kenyatta akarudi kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nilimobilize wafuasi wangu na wa Kenya. William Ruto akakuwa president 2022. That is my strength. Na ukitaka kunipimia nguvu ni hapo. Sasa kazi iko mbele yangu ni hiyo ya political mobilization. The work I'm doing now is to mobilize Kenyans to make sure William Ruto is one term. Ile kazi mimi nafanya ni mimi mwenyewe kujitafutia kura nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na kama nilisaidia Mwai Kibaki, nikasaidia Uhuru Kenyatta, nikasaidia William Ruto, nitashindwa kujisaidia namna gani? Hapo ndio nguvu yangu iko. Mimi usinipimie mambo ya barabara ati hatujamuona kwa barabara. Nikifanya nini kwa barabara? Kazi yangu ni political mobilization. That is my strength and my speciality. I'm in the business of making people presidents. That is my line. I have made 3 presidents. I'm just about to make another one term.
Hapo ndio nguvu yangu iko. Kila mtu si yako na nguvu yake. Kila mtu wako na nguvu yake. Mimi msinipimie mambo ya kuharibu mali ya watu. Mimi siko huko. Msiniharibu ati munihesabie mambo ya kupeleka vijana kwa barabara kwa wawe. That is not my strength. It has never been my strength. My strength is political mobilization to get people to be elected president. That is my strength. And I want to leverage on my strength. Na mimi niko hapo. Mimi saa hii najitafutia umaarufu. Vile nilisaidia Kibaki akakuwa president, nikasaidia Uhuru Kenyatta akakuwa president, nikasaidia William Ruto akakuwa president. Wakati imefika pia nijisaidie na Wakenya mimi mwenyewe nikuwe president. Na kila mtu wako na strength yake. William Ruto strength yake ni wizi na uongo. So yeye aendelee, si ndio? Kila mtu apimiwe laini yake. Usitupimie laini ya bwana si yetu. Na sisi tunaamini serikali inapatikana kwa debe. I believe that we need to use constitutional means to ascend to power. I don't believe in violence. I don't believe in destruction. I don't believe in noise. I don't believe in disorder. I am a very orderly leader. I believe in political mobilization to achieve a majority vote in a general election. And that is my strength. And that is where I tick. That is my talent. And I intend to utilize it to the full. Na mimi niko hapo. Kwa hivyo nyinyi mnataka kupimana na Raila, mambo ya kupeleka watu kwa barabara, mtafuta watu wengine. Mambo ya kutafuta mtu akuwe rais, hapo mimi mnipimie hapo. I want you to challenge me on how to make presidents. Ask me what is your record on making presidents. I will say what I did to assist Mwai Kibaki. I will say what I did to assist Uhuru Kenyatta. I'll say what I did to assist William Ruto. I'll tell you what I'm doing to make sure William Ruto goes home. Si hapo tuko sawa sawa? Si kila mtu apimiwe na laini yake na talanta yake. Si ya Ruto mnajua talanta yake ni gani? Si ni wizi na? Ya, kila mtu apimiwe mambo yake. Kila mtu wako na laini yake ile amekuwa na track record. Track record ya William Ruto ni uongo na wizi. Na uwaji, si ndio? Track record ya Rigathi Gachagua is how to make presidents. Kila mtu akae kwa laini yake. And also to remove. Yeah. This one nitafanya na bidii. Hapo mbeleni nimeuda marais, sasa ni kubomoa. Na huyu yule anajua kujenga, anajua pia kufanya nini? Tubomoe tusibomoe. Tubomoe tusibomoe. Huyu William Ruto alikuwa hapa kwa hii boma yangu mara karibu 4, picha ziko hapa nitamuonesha. Akilia hapa akiobewa na Mama Dorcas nimsaidie. Kwa hii boma nilikusaidia William Ruto, nitakubomolea kwa hii boma. Hapa. This home. Tumekubaliana watu ya Kanairo. Mtafanya kazi kwa bidii. Ruto atakuwa one term. Wangapi wanasema Ruto atakuwa one term? Wangapi wanasema tuwe nyoka na mayai? Wangapi wanasema Sakaja aende nyumbani? Wangapi wanasema DCP ndio yenye kusema katika jiji? Mimi niko hapo, nimefurahi sana, asanteni sana. And thank you very much watu ya Kanairo. Tuko pamoja, tutafanya kazi pamoja. And Nairobi is very important in the political history of this country. You have 2.4 million votes. You are a very serious stakeholder in our next administration. Na lazima mimi nipange pia kwa serikali yangu. Lazima Nairobi tutateua minister kutoka jiji la Nairobi. There must be a cabinet secretary representing the people of Nairobi. Na lazima tukue na about 3 permanent principal secretaries from Nairobi. Siko namna hiyo. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Asanteni sana, thank you very much. Asanteni sana, Mungu awabariki.